Mimi kwenye majira ya saa 11 na dakika 45. Sauti kidogo. Saa 11 na dakika 45 niliamka kusali. Kwanza mimi niliamka kabla ya mvua kwenye saa 9:30. Kaanza kusali, kaanza kusoma hapo, baadaye nasubiria muda wa asubuhi ufike nisali. Sasa ilipofika dakika 45 nikaamka kusali sunna. Mezani nikaona simu inaita. Hivyoita nikaangalia, ni mtoto wangu yule ambaye yuko kule juu Kibeta. Kupokea akasema, baba, kuna tatizo gani? Akasema, ule ukuta wa perfect umeangukia nyumba yetu, lakini ndugu zetu hatuwaoni, nani Munhadi na Manhadi hawaonekani, sijui wameenda wapi. Wengine akasema wengine asijui wamekimbia. Basi mimi hapo nikaamua kwanza kusali subuhi. Nilipomaliza kusali subuhi, hiyo sunna nikaiacha, nikasali subuhi. Nikatoa pikipiki nje, nikapanda. Hapo mvua inanyesha, nikazunguka Nyakanyasi, nikakuta maji yamejaa. Nikarudi tena, nikapita hivi Linazi na kwenyewe kwa mejaa, lakini nikapita taratibu, nikapanda. Kufika juu ndio nikawakuta watu wameshafika pale, na yule mke wa mbunge na katibu wa mbunge na wananchi wameshafika, wanatoa mwili wa kwanza wa mtoto wangu. Walivyoutoa wakaupeleka kwenye gari, nikasema huyu mtoto ameshakufa. Mimi nguvu zikaniishia. Baadaye wakatoa mwingine, wakasema bado hawajafa, twende. Sasa mimi kupanda ule mlima nikashindwa. Yule jirani yangu baba Ode ndiye akanishika mkono, akasema twende. Kufika juu nikamwambia siwezi kuendesha pikipiki. Kuna kijana akajitokeza hapa, akasema mimi nitakuendesha. Tukapanda, yule jirani yangu akakaa nyuma yangu, tukaja. Tulipofika pale Nyakanyasi nikamwambia nilisahau kuambia hapa maji yamejaa, tungezunguka huko, lakini kwa vile tumeshafika hapo tutavuka hata kwa mguu. Basi mimi nikawaacha hapo. Tukaja hapo, tukufika katikati, pikipiki haishiwa mafuta. Akawa ameilaza, mimi nikatoka nikapanda pikipiki nyingine nikawaacha hapo. Nikafika government. Kuingia mle nikakuta ndio wanatoa maiti wanaziingiza kwenye odi. Nikamwambia watoto wameshafariki, akasema bado hawajafa. Nikamwambia kama hawajafariki mbona sioni daktari humo wakipishana? Sababu hii dharura, madaktari wangekuwa napishana. Sasa wameweka pazia, wametoka, mnaniambia watoto hawajafa. Daktari akasema we pumzika hapo usubirie. Basi tumekaa, baadaye watu wakawa wanaongezeka, wanakuja. Ndio ile gari nikakutana nayo ya ile ya zimamoto. Kwa sababu kuna mwingine alikuwa amebaki kwenye kifusi, wao walikuja na watatu. Wawili wa kwangu na jirani mmoja, lakini yule wa jirani mmoja akawa amebaki kwenye kifusi. Baadaye ndo wale zimamoto wakaenda wakamuokoa, akaja naye. Lakini yule alikuwa ameshafariki, walijua ameshafariki, wakaja direct mpaka huko mochwali. Kwa jina naitwa Ahmad Simba, ni katibu wa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini. Nipende kuwapa pole wananchi wa Anyama. Wakati wa saa 12 alfajiri simu kutoka kwa Mheshimiwa Johansen Mtasingo kwamba kuna maafa, watu wamedondokewa ukuta pale Anyama. Ikabidi niamke kwa wakati huo, nikimbie na ile mvua kwenda pale kwenye tukio. Nikafika kwenye tukio nikakuta wananchi wameshakusanyika wanaokoa, na mimi nikaendelea kuokoa kabla fire hawajafika. Baadaye fire wakafika, wakakuta watoto watatu tumeshawatoa, lakini mtoto mmoja alikuwa bado hajapatikana. Wakati tunaendelea kuokoa hawa, mke wa Mheshimiwa Mtasingwa, Johansen Mtasingwa, akabidi achukue gari Noah kuwakimbiza wale watatu kwanza hospitali ya mkoa. Kwa hiyo tukabaki na wananchi na wale faya, tunahangaika kutoa ile miili ambayo ule mwili mmoja ambao umebaki katika nyumba ile. Tukaendelea na uokoaji, lakini wamekimbia kuwaleta hospitali. Mpaka sasa hivi unaona bado na wafiwa wamefika hospitali, lakini Mwenyezi Mungu katika harakati ya kuokoa maisha yao akawa amewapenda zaidi. Watoto waliofariki ni familia mbili, kila familia imepoteza watoto wawili. Kwa hiyo tunaomba tuwape faraja ndugu na jamaa ambao wamepata misiba hii, lakini nilivyotanguliza hapo awali niwape pole ndugu wananchi wa jimbo la Bukoba mjini kwa kupata haya mafuriko na kupata hiyo misiba ambayo imewapata. Wakati asubuhi unawasili katika eneo la tukio, ulikuta nini? Wakati nawasili wakati kwenye tukio nilikuta tayari ukuta umeshadondoka ule. Ina maana kuna maji waliona kwenye familia zile, waliona maji mengi. Sasa wakati maji yanaingia kwenye zile nyumba wakazania ni mafuriko.
wakati wanaendelea kujiokoa kutoka kwenye nyumba, ukuta wa hoteli jirani ukadondokea zile nyumba. Kwa hiyo ikawakuta katika mahangaiko ya kusambaa kufungua hizo milango. Dr. Charles Kahigi ni kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa. Ndio. Ya leo mida ya saa 12 mpaka saa 12:30 tupokea miili ya watoto 4 kwa tayari wamefariki kutoka mtaa wa Anyama, kata Kibeta. Ya kwa hiyo baada ya kupokea walionekana kwamba tayari wameshafariki na mpaka sasa tumeshawapeleka mochwari. Ndio. Na pengine uchunguzi wenu wa awali umebaini shida nini iliyopelekea vifo vya watoto? Watoto walionekana kuja na mwili yao ikiwa na mchanga sehemu zote, sehemu zote ya mwili, puani, mdomoni, mwili wote na nguo zao wote walikuwa wamefunikwa na mchanga, udongo. Kwa hiyo inasemekana kwamba wamefukiwa na kitu kama ukuta ambao nafikiri walipata majeraha ya ndani na hata kukosa hewa. Kwa sababu katika uchunguzi wa awali atakuona kama hawana majeraha ya wazi. Ndio. Kuna tahadhari yoyote ambayo pengine unaweza kaitoa kama ya kiafya labda kwa wazazi na jamii ambao pengine imeguswa na hili tukio ambalo limetokea leo? Hii tahadhari nafikiri ni mvua zinazoendelea, kwamba tuwe na tahadhari na kuchukua tahadhari za kwenye familia zetu, hasa kwenye hali hii ambayo maji yanatiririka kila sehemu na inawezekana kuta za nyumba sio imara. Kwa hiyo tuchukue tahadhari kwamba kama nyumba naona kwamba haiko imara, kwa hiyo ni kuhama. Kuhama kwa muda au kuhama kabisa, kwa sababu sio salama. Hao watoto mliowapokea ni wa jinsia gani? Nimepokea miili 4, mtoto mmoja ni wa kiume na watatu ni wa kike. Na wanatoka kwenye familia 2 tofauti. Familia ya Mr. Edmund Matungwa na familia ya Mikidad Ali Nshoro. Familia ya Mr. Edmund ni mtoto wa miaka 13 ambaye ni Elizabeth Edmund wa kike na Edwin Edmund miaka 10. Na familia ya Mikidad Ali Nshoro ni Nurhaj Mikdad miaka 13 wa kike na Manhaj Mikdad miaka 5 pia wa kike. Okay, sawa.